Nakushukuru Mheshimiwa Rais mstaafu. Wajua jambo hili lazima lipate baraka za wakubwa, na tunashukuru baraka ya mkubwa tumeipata. Ndugu wananchi, kukusanyika kwetu leo hapa ni kwa madhumuni ya kutoa shukrani na kumuaga ndugu yetu na rafiki yetu Dr. Kinui Adesina, Rais wa Benki ya Maendeleo anayemaliza muda wake, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika anayemaliza muda wake wa utumishi katika benki hiyo. Niruhusu nimshukuru kwa kuitikia mwaliko wetu na kuja kufanya ziara nchini wakati huu, akiwa yeye, mwenza wake Grace na ujumbe wake. Nimefurahi pia kumuona meneja mkazi wa benki hii hapa nchini, Dr. Patricia Lavere, ambaye amekuwa akishirikiana na serikali kwa karibu sana. Karibuni sana. Ndugu zangu, muda mfupi uliopita kama ilivyoelezwa hapa, tulifanya ziara tembelea barabara ya mzunguko inayojengwa ndani ya mji wetu wa Dodoma, lakini vile vile tulikwenda kuona maendeleo ya ujenzi wa uwanja wa ndege wa Msalato. Niwapongeze sana waheshimiwa mawaziri, waziri wa ujenzi na waziri wa uchukuzi na watumishi wao wote wa wizara zao kwa ujumla kwa kazi mnayofanya kufuatilia utekelezaji wa miradi hii ambayo imefikia hatua nzuri ya utekelezaji. Aidha, nakushukuruni sana wakazi wa Nala na Dodoma kwa ujumla kwa kujitokeza kwa wingi katika tukio hili. Dodoma oye! Mihanyeni, Milimoni, Chikulumba. Asanteni sana. Ndugu wananchi, Benki ya Maendeleo ya Afrika imekuwa mbia mkubwa wa kutegemewa katika safari yetu ya maendeleo. Kipekee katika kipindi cha uongozi wa ndugu yetu Dr. Adesina, tumeshuhudia miradi mingi ya maendeleo ikitekelezwa kwa fedha za mkopo nafuu kutoka Benki ya Maendeleo ya Afrika. Miradi hii imesaidia sana katika kuifungua na kuiunganisha Tanzania kwa njia za barabara, anga na reli. Hali kadhalika, iko miradi mingi mingine katika sekta mbalimbali kiwemo kilimo na nishati. Kote huko benki hii wametunga mkono kikamilifu. Ndio maana leo nilimwomba Mheshimiwa Adesina atembelee baadhi ya miradi ili ajionee matunda ya kazi yake nzuri. Uongozi mahiri wa Mheshimiwa Dr. Adesina umeleta manufaa na kuleta mageuzi ya kiuchumi na kijamii, sio tu hapa nchini bali pia ndani ya Afrika kwa ujumla. Kwa kutambua mchango wake huu mkubwa, jana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam kilimtunuku shahada ya udaktari wa heshima katika taaluma ya sayansi. Naomba muungane nami kumpongeza tena Mheshimiwa Kinui Adesina kwa heshima hiyo ambayo kwa kweli anastahili. Kwa unyenyekevu kabisa, ni ushukuru uongozi wa Chuo Kikuu cha Dar es Salaam chini ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete ambaye ni Chancellor kwa kutambua na kuthamini mchango wa Mheshimiwa Adesina katika maendeleo ya taifa letu na bara letu la Afrika. Asanteni sana Chuo Kikuu cha Dar es Salaam. Ndugu wananchi, takriban miaka 8 iliyopita, serikali ilifanya maamuzi ya kutekeleza azma yake ya muda mrefu ya kuhamia rasmi mkoani Dodoma. Utekelezaji wa maamuzi hayo umekuwa na manufaa makubwa, umefungua fursa nyingi kwa wakazi wa Dodoma na mikoa jirani na umechangia kupandisha hadhi ya mkoa wetu wa Dodoma. Hata hivyo, jambo jema hili limeibua haja ya kuliendeleza zaidi jiji la Dodoma kuendana na hadhi yake kama mji mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na vile vile kwa yale yaliyotokea kwa kuhamia watendakazi wote walioko Dar es Salaam. Mji huu sasa umekuwa na msongamano wa magari kutokana na kuongezeka kwa idadi ya watu wa kazi pamoja na kukua kwa shughuli za kiuchumi na kijamii,
na hasa kwa kuwa Dodoma ni kiungo cha barabara kuu mbili kama alivyosema waziri. Moja ni barabara ya ushoroba wa kati kutoka Dar es Salaam kupitia Dodoma kwenda kanda ya Ziwa hadi nchi jirani Burundi, Rwanda, Uganda na Congo DRC. Nyingine ni barabara kuu ya ukanda wa kaskazini, yani the Great North Road, inayounganisha mikoa ya nyanda za juu kusini na kaskazini kupitia Arusha, na vile vile ndio barabara inayounganisha Kenya na majirani zetu wa kusini, Zambia na Malawi. Sasa msongamano tunaoshuhudia Dodoma sasa hivi ni dhahiri kwamba tukiuacha uendelee utaleta athari katika biashara ndani ya nchi na ukanda mzima huu nilioutaja. Sasa ili kuondosha kadhia hiyo, tunahitaji kuwa na barabara ambayo itawezesha magari makubwa na madogo yasiyokuwa na ulazima kuingia katikati ya jiji la Dodoma kuweza kuendelea na safari zao, hivyo kupunguza muda na gharama za safari. Vile vile kutokana na kuongezeka kwa shughuli za kiuchumi na kiutawala, wakazi wa jiji la Dodoma wanahitaji urahisi wa kutoka eneo moja hadi eneo jingine ili kurahisisha shughuli zao. Katika kukabiliana na changamoto hizo mbili, serikali ilikuja na mradi huu wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma yenye urefu wa kilomita 112.3 ambayo leo tumepata fursa ya kuona maendeleo ya ujenzi wake. Barabara hii ni muhimu sana kwa jiji, mkoa wa Dodoma na kwa nchi kwa ujumla. Ndugu wananchi, kwa kuwa Dodoma ndio makao makuu ya nchi yetu, inatulazimu kufungua mkoa wa Dodoma kwa njia zote, zikiwemo barabara, reli na anga. Mahitaji ya usafiri wa anga yameongezeka sana na yanatarajiwa kuendelea kuongezeka zaidi jinsi shughuli za kiuchumi zinavyoongezeka. Pamoja na kwamba tulifanya maboresho madogo ya uwanja wa ndege wa Dodoma ili kuongeza uwezo, ikiwemo kuwezesha kufanya kazi masaa 24, lakini bado kama mnavyofahamu, uwanja wa ndege wa Dodoma ni mdogo na upo katikati ya jiji, hali inayosababisha kutoweza kufanywa upanuzi ili kuongeza uwezo wa uwanja huo kupokea ndege kubwa zaidi. Ili kuongeza ufanisi wa huduma za usafiri wa anga, ni dhahiri kuwa kama makao makuu ya nchi kuna haja kubwa ya kuwa na uwanja wa ndege wa kimataifa. Hivyo nimefurahi kuona kuwa mradi wa uwanja wa ndege wa Msalato unaendelea vizuri. Uwanja huu umejengwa kwenye eneo lenye ukubwa wa kutosha, hali inayotuwezesha kuweka miundombinu yote inayohitajika kukidhi mahitaji ya sasa na miaka mingi ya mbele. Kiwanja hiki kitaimarisha mtandao wa usafiri wa anga wa ndani na nje ya nchi, ikiwemo kukuza utalii. Kwa upande wa barabara ya mzunguko wa nje ya jiji la Dodoma, imenufaika kwa mkopo wa masharti nafuu gharama za ujenzi. Barabara hii imepata mkopo wa masharti nafuu kutoka FDB au Benki ya Maendeleo ya Afrika, jumla ya shilingi bilioni 489.892 au bilioni 489,982 ambao ni 85% ya gharama yote ya mradi. Serikali kwa upande wetu tumechangia 15% ya mradi huo, karibu shilingi bilioni 90 ya gharama hizo. Ujenzi wa uwanja wa ndege umenufaika kwa mkopo nafuu wa dola za Marekani 272 kutoka benki hii, na serikali kwa upande wetu tukitoa dola za Marekani 58 milioni. Tunaishukuru sana Benki ya Maendeleo ya Afrika, na nimefurahi kuwa leo rais wa benki yupo nasi kujionea kazi iliyofanyika na inayoendelea kufanyika na namna ambavyo kazi hii inakwenda kuimarisha uchumi wa nchi na kustawisha maisha ya watu. Tuwapige makofi wabia wetu. Ndugu wananchi, makofi kwa wabia wetu. Na washukuru sana. Ndugu zangu, napenda sasa kutumia fursa hii
kuwapongeza wakandarasi, wahandisi, washauri wa mradi, TANROADS pamoja na wizara za ujenzi na uchukuzi kwa kujitoa kwao kutekeleza na kusimamia miradi hii kikamilifu. Na washukuru wananchi na wakazi wa maeneo inayopita na kujengwa miradi hii kwa uvumilivu wenu katika kipindi chote cha ujenzi pamoja na ushirikiano wenu katika kufanikisha utekelezaji wa miradi hii. Bila shaka, kukamilika kwa ujenzi wa barabara ya mzunguko wa Dodoma na uwanja wa ndege Msalato ni kwa maslahi ya kila mmoja wetu, kwani utarahisisha usafiri na usafirishaji wa mazao ya chakula na biashara, pembejeo na bidhaa nyingine mnazozalisha. Kama walivyosema mawaziri wa ujenzi na uchukuzi, kukamilika kwa miradi hii kutaongeza fursa na kutarahisisha biashara mbalimbali katika mkoa wa Dodoma, mikoa jirani na kufanya wananchi waweze kujiletea maendeleo. Mradi huu pia utachangia kuifanya Tanzania kuendelea kwa kitovu cha biashara katika eneo letu la Afrika Mashariki. Hivyo basi ni wasihi wananchi mnaoishi kwenye maeneo haya muweze kuzitumia fursa za kuwepo mradi huu au miradi hii ili muweze kuongeza uzalishaji wa kipato chenu, uzalishaji na kipato chenu. Ndugu wananchi, kwa niaba yenu na kwa dhati kabisa nitoe shukrani zetu kwa Benki ya Maendeleo ya Afrika kwa kuendelea kuwa mdau mkubwa katika utekelezaji wa miradi ya barabara, madaraja na viwanja vya ndege hapa nchini. Baadhi ya miradi hiyo ni kama ifuatavyo. Kwa ushirikiano na Benki ya Maendeleo ya Afrika, tumejenga barabara ya Kabingo Kasulu Manyovu kilomita 260. Ujenzi unaendelea na upo kwenye hatua za mwisho za utekelezaji. Miundombinu ya mabasi yaendayo haraka awamu ya pili kilomita 20.3 ambazo ujenzi umekamilika. Barabara ya Mnivata Newala Masasi kilomita 160, ujenzi unaendelea. Barabara ya Namtumbo Tunduru kilomita 193 ambapo ujenzi umekamilika. Barabara ya Dodoma Iringa kilomita 260 ambapo ujenzi umekamilika. Barabara ya Dodoma Babati kilomita 188, ujenzi umekamilika. Barabara ya Sakina Tengeru kilomita 14 pamoja na barabara ya Mchepuo wa Arusha kilomita 42 ambapo ujenzi umekamilika. Barabara ya Mbinga Mbamba Bay, ujenzi umekamilika kilomita 66. Barabara ya Tunduru na Kapanya Mangaka Mtambaswala kilomita 202.5, ujenzi umekamilika. Na barabara ya Tabora Koga Mpanda ambapo ujenzi nao umekamilika kilomita 342. Katika hatua nyingine, benki hii imetusaidia kuongeza upatikanaji wa mitaji kwa wakulima wetu kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo Tanzania. Benki ya Maendeleo ya Afrika, oye! Rais Adesina, oye! Ndugu zangu, pamoja na kujivunia utekelezaji wa miradi hii miwili ya barabara na uwanja wa ndege, leo Dr. Adesina na ujumbe wake alisafiri kutoka Dar es Salaam kuja Dodoma kwa kutumia reli ya SGR na alijionea huduma zinazotolewa kwenye reli hiyo. Mradi wa SGR nao ni sehemu ya miradi inayoenda kuifungua Dodoma na Tanzania kwa ujumla. Safari za abiria zilizoanza mwezi wa 8 mwaka jana zimepunguza muda wa kusafiri kama mnavyofahamu, mnavyoshuhudia, kutoka takriban saa 8 mpaka 9 kwa barabara hadi wastani wa saa 3. Aidha, tayari kumekuwa na majaribio ya kusafirisha mizigo na muda wowote safari hizo zitaanza rasmi. Nafarijika kuwa Dr. Adesina na ujumbe wake wameziona huduma za reli hii, kwani licha ya kuwa mradi huu tuliuanza sisi wenyewe na kazi kubwa imefanyika na inaendelea kufanyika, mwaka juzi benki hii nayo imetunga mkono kwenye vipande viwili vya mradi huu vinavyoendelea kuunganisha reli hii na nchi za Burundi na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na Dr. Adesina ameeleza vizuri.
Ni kutokana na yote haya nilitangulia kwa kusema kuwa FDB imekuwa mbia wa kweli na mdau muhimu katika maendeleo ya miundombinu nchini Tanzania. Kwa niaba ya Watanzania, napenda kuishukuru tena benki hii kwa ushirikiano huu mkubwa katika kuendeleza miundombinu na kuchochea maendeleo zaidi hapa nchini. Asanteni sana. Vile vile, sina budi kuwatambua na kuwashukuru pia wale wote tulioshirikiana nao katika hatua mbalimbali za ujenzi wa miradi hii na tunaoendelea kushirikiana nao katika miradi mingine, hususan Benki ya Kiarabu ya Maendeleo ya Kiuchumi barani Afrika, yani BADEA, Mfuko wa Maendeleo wa Kimataifa wa Shirika la Nchi Zinazozalisha Mafuta Duniani OFID, pamoja na mkandarasi Arab Consulting Engineers au ACE kutoka Misri. Lakini pale awali niliwashukuru wakandarasi na washauri wote wa mradi. Ndugu wananchi, napoelekea kuhitimisha, nizitake Wizara ya Ujenzi na Wizara ya Uchukuzi kuhakikisha kazi za ujenzi wa ukarabati wa miundombinu wa barabara, reli na viwanja au viwanja vya ndege inatekelezwa kwa viwango vilivyokusudiwa au vilivyotakiwa kimkataba. Kwa ndugu zangu wa Dodoma, mbali na kwamba barabara hii itapambwa kwa bustani za maua mazuri kama tunavyoiona kwenye picha, lakini pia itapendeza ikiwa wana Dodoma mtaipamba barabara hii ya mzunguko kwa mashamba mazuri ya alizeti na zabibu, ili mtu akipita anaona ukijani wa alizeti lakini na zabibu umetanda kwenye barabara hizo. Tunaona kwa wenzetu tukienda mbali na mapambo mengine ya barabarani, kini unapita maeneo unakuta mashamba makubwa yamepamba barabara zao. Nadhani nasi wana Dodoma, mkuu wa mkoa na timu zako mjipange na hilo. Mashamba yale ya pembezoni mwa barabara basi tuyafanyie maarifa, tuweke umwagiliaji maji ili mashamba yale yapambe barabara zetu. Kama nilivyosema, ujenzi na ukarabati wa miundombinu ya usafiri hugharimu fedha nyingi. Hivyo ni muhimu sote tuitunze ili idumu kwa muda mrefu. Ulinzi wa mali za taifa ni wetu sote. Hivyo kila mwananchi awe mlinzi kwa mwenziwe. Misemo yetu ya busara inatuambia kitunze kidumu. Tutakapotunza miundombinu hii tunayojenga, itakwenda kudumu muda mrefu na tutanufaika nayo kwa muda mrefu. Lakini Waswahili wa pwani wanasema kitunze kipendeze ili waigao wasiweze. Kwa nasi tukiweza kutunza miundombinu yetu hii kwa uzuri wake vitakayojengwa, wale wanaotaka kutuiga itawapata kazi kidogo. Kwa hiyo tukajidhatiti tutunze miundombinu yetu. Ndugu zangu, kama nilivyotangulia kusema, katika ziara yangu hii mmeona nipo na Dr. Deshina, Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika, ambao chini ya uongozi wake ametusaidia sana katika miradi mingi ya maendeleo. Dr. Deshina anamaliza muda wake kama Rais wa Benki ya Maendeleo ya Afrika. Hivyo napenda niongeze shukrani zangu za dhati kwa juhudi zake za kuisaidia Tanzania. Tumwombe Mwenyezi Mungu amjalie mema katika mipango yake ya baadaye, katika kumweka au kumwekea kumbukumbu, na kwa kutambua mchango wake na mchango wa Benki ya Maendeleo ya Afrika katika kuimarisha sekta ya usafiri na usafirishaji Tanzania. Nimeridhia pendekezo la Waziri wa Ujenzi la kuwa barabara hii ya mzunguko ya nje ya jiji la Dodoma iitwe kwa jina lake. Hivyo nami nawasilisha ombi hili kwenu na naomba mnikubalie ili nitangaze rasmi kwamba barabara hiyo itaitwa kwa jina lake. Lakini kwanza niwaulize, mmenikubalia? Sauti haijatosha wananchi, mmenikubalia? Hivyo nitumie fursa hii
kutangaza rasmi kuwa barabara hii ya mzunguko nje ya jiji la Dodoma itaitwa barabara ya Dr. Akinwumi Adesina. Asante sana. Ndugu wananchi, Tanzania imeweza kuvutia mitaji kutoka kwa wabia muhimu kama FDB kutokana na kuwepo kwa utulivu na amani, sera nzuri za kiuchumi, usimamizi thabiti wa miradi mbalimbali ya maendeleo na kujituma kwa Watanzania wenyewe kujenga nchi yao. Kwa pamoja, tumeendelea kuonyesha Afrika na dunia kwamba Tanzania imedhamiria kujenga taifa lenye uchumi shindani na kustawisha hali za maisha ya wananchi. Hivyo, niithibitishie Benki ya Maendeleo ya Afrika kuwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itaendelea kuwa mshirika wa karibu wa Benki ya Maendeleo ya Afrika au AfDB kwa ajili ya kufikia malengo ya bara letu ya kujenga Afrika tunayoitaka na kuleta maendeleo zaidi kwa watu wetu. Na baada ya kusema hayo, niwashukuru sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi iendelee. FDB oye! Oye! Dr. Adesina oye! Oye! Tanzania safi! Safi! Asanteni sana. Makofi mengi na vigeregere kwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tanzania oye! Toti Bend, weka maneno.